tuangalie kuhusiana na differentiation of a quotient. Katika hii differentiation of a quotient tutakuwa tunaangalia namna ambapo tunakuwa tunagawanya function mbili. Suppose una y ni sawa na u, tuna divide by nani? By v. Kwa hiyo huyu yangu pamoja na v, hizi tunasema hizi nini? Ni functions. Kwa hiyo hizi ni functions. Kwa hiyo tutakapoa uhusiano fulani gawanya kwa uhusiano fulani, tunasema ni namna gani ambapo tutakuwa tuna differentiate au tutakuwa tunatafuta slope, namna gani tutakuwa tunatafuta slope. Kwa hiyo tuangalie namna ambapo tunaweza tukaimprove formula ya kunini ya kugawanya inakuaje. Kwa hiyo tunasema again tunarudi kwamba y ni sawa na u divide by nani? By v. Kwa hivyo tunakuwa tuna add nani? Na changes. Kwa hiyo kwenye y tuna add change, kwenye hii tuna add change, na kwenye v tuna add change. Kwa hiyo tunasema inawezekana y kujumlisha delta y ambayo ni change ya y, na huku itakuwa ni sawa na nani? Na u. Then na hii tunakuwa tuna add na change ambayo itakuwa ni change ya u, lakini hapa chini na yenyewe v tutakuwa tunachukua v tuna add na change ambayo na yenyewe itakuwa ni change ya nani? Change ya v. Then tuna make change ya y the subject. Kwa hiyo y anaenda upande wa pili, kama nasema change ya y inakuwa ni itakuwa ni sawa na u kujumlisha change ya u, tunagawanya na v kujumlisha change ya nani? Change ya v, lakini tunatoa na nani? Tunatoa na y. Lakini kumbuka y tulikuwa nayo y ni sawa na u over v. Kwa hiyo tunaweza tukaielezea hii y yetu hapa, tunaweza tukaielezea hii explanation ya y kwamba y ni sawa na nani? Y ni u over v. Kwa hiyo tunasema kwamba change ya y inakuwa ni sawa na u plus change ya u, tunagawanya kwa v kujumlisha change ya v, lakini tunatoa u over nani? U over v, kwa sababu y yetu ni sawa na u over nani? U over v. Kwa hiyo katika hapa hivi tunakuwa tunatafuta LCM au tunatafutia common denominator. Kwa hiyo utachukua huyu mara huyu, common denominator hapa itakuwa ni v kujumlisha change ya nani? Change ya v, lakini tunazidisha na nani? Tutakuwa tunazidisha na v, ambayo huyu gawanya kwa huyu v na change ya v itaisha, tabaki tu ni v huyu. Kwa hiyo utakuja kuzidisha kwa huyu, kwa hiyo itakuwa ni sawa na u plus change ya nani? Change ya u, lakini tunakuja ku multiply na nani? Na v. Tuna minus huyu gawanya kwa huyu, itabaki hichi hapa kitu ambayo itakuwa ni v change ya nani? Change ya v. Kwa hiyo kitakuwa ni sawa na u utazidisha na v kujumlisha change ya nani? Change ya v, ambapo nasema tukisimplify zaidi hapo itakuwa ni sawa na huyu mara huyu itakuwa ni uv kujumlisha huyu na huyu itakuwa ni v change ya nani? Change ya u, kutoa huyu na huyu itakuwa ni product ya u times v, negative and positive kwa sign itakuwa ni negative. U na change ya v itakuwa ni u change ya nani? Change ya v, lakini tunagawanya kwa nani? Kwa v kujumlisha change ya nani? Change ya v, tuna multiply by what? By v. This is nani? This is change ya nani? Change ya y. Kwa nasema sasa hapa tunagawanya kwa kwanza u na v wana cancel, wana simplify. Kwa hiyo tunaweza tukasimplify u na v. Kwa hiyo u hapa na v hapa wana cancel. Kwa hiyo tunachoenda kubaki nacho ni tutabaki na change ya y ni sawa na nani? Na v change ya nani? Change ya u, tunatoa u change ya nani? Change ya v, then tunagawanya kwa v kujumlisha change ya v ambayo of course ni delta, tunazidisha hapa na nani? Na v. Kwa hiyo ili tupate maelezo ya kutafuta the slope, tunakuwa tunagawanya kwa nani? Kwa change ya x both sides, tunagawanya kwa change ya x both sides. Kwa hiyo kwenye hii term yetu hapa tutakuwa tunagawanya kwa change ya x. Tuka hapa hivi tutagawanya kwa change ya x, na huku pia tutakuwa tunagawanya kwa nani? Kwa change ya x. Kwa hiyo unaweza nikaandika huku nikaandika ni 1 over change ya x, kaizidishia katika namna hiyo. Kwa change ya x na change ya x na cancel, ila mwisho wa siku tupate definition ya nani? Ya kutafuta nani? Kutafuta slope. Kwa hiyo 1 over change ya x itakuja kuzidisha hii term na 1 over change ya x itazidisha kwenye hii term. Kwa hiyo tutakachoenda kukipata tutapata itakuwa ni change ya nani? Change ya y over change ya x, lakini itakuwa ni sawa sana nani? Itakuwa ni v change ya nani? Change ya u, lakini chini tutagawanya kwa change ya nani? Change ya x, then tutakuwa tunatoa
tutakuwa tunatoa u pamoja na delta v, tutagawanya kwa delta x, ni change ya x. Lakini chini itakuwa ni nani? Chini kutakuwa kuna nani? Kuna v kujumlisha change ya v, then tukimzidisha kwa nani? Kwa v. Kwa hiyo sasa hapa tuna apply limitation yetu. Tunasema kwamba hizi changes hii change inaweza represent change katika namna yoyote, lakini hapa tunakuwa tunazungumzia ni small changes. Kwa hiyo tunasema limit, but tuna limit kwamba change ya x ni small change, kwamba change ya x inakuwa ina approach 0, pamoja na change ya u na yenyewe, hizi change zote zina approach 0, ni small changes, na change ya v na yenyewe pia inakuwa ina approach ngapi? Ina approach 0. Kwa badala ya kuidenoted kama change ya y over change ya x, inakuwa inahesabika ni nani? Ni dy dx. Kwa changes zikiwa ndogo tunakuwa tunatumia nini? Tunatumia d, derivative ya y with respect to x. Kwa badala ya nini? Ya hizi delta. Na the same likewise kwa nani? Kwa change ya nani? Change ya u over nani? Over x, na hiyo itakuwa ni sawa sawa na derivative ya u with respect to x, du dx. Na the same kwa nani? Kwa v, na the same kwa huyu v. Kwa hiyo itakuwa ni change ya v kwa change ya x, na yenyewe the same itakuwa ni sawa sawa na dv over d nani? Over dx. Kwa hiyo nasema final tutakapoipata, tutaipata kwamba niweke vizuri hapa. Kwa hiyo final tutakapoipata, tutaipata kwamba hapa itakuwa ni sawa sawa na d ya y over d ya x, itakuwa ni sawa sawa na nani? Kwa hiyo hapa itakuwa ni v, lakini hapa itakuwa ni du dx, du dx. Tuna minus hapa itakuwa ni u, then tunazidisha kwa dv dx, derivative ya v with respect to x, lakini tunagawanya kwa hapa change ya nani? Change ya v tunakuwa tunameka ngapi? Sio, kwa sababu hii ni small changes. Kwa hiyo v na v wanakuja kujizidisha tu, inakuwa ni sawa sana nani? Na v nini? V cube squared. Kwa hiyo tunasema hii kanuni ndio kanuni ya differentiation kwa njia nani? Ya quotient. Kwa hiyo kama tukiwa tunagawanya, hii ndio kanuni ambayo tunakuwa tunaitumia. Kwa hiyo huyu hapa huyu tunakuwa tunasema kwamba ni changes ambayo inakuwa ni katika nini? Katika kiasi kidogo. Kwa kama ni changes ambayo inakuwa katika kiasi kidogo, basi tunasema change yake inakuwa ina approximate equals to 0. Kwa hiyo na v inakuwa ni v nini? V squared. Kwa hiyo hii ndio njia nani? Ya quotient nini? Rule. Kwa hiyo tuangalie baadhi ya mifano ambayo nasema differentiate the following function with respect to x. Kwa mfano umepewa moja kutoa x chini ya moja kujumlisha x. Kwa hiyo nasema kwamba umepewa let's say function yako ambayo y ni sawa sawa na 1 minus x over 1 plus x. Kwa hiyo nasema huyu hapa anakuwa ni u. Kwa hiyo tunasema tunaleta u anakuwa ni numerator ile function ya juu, lakini chini inakuwa ni denominator. Kwa hiyo v yetu inakuwa ni sawa sawa na 1 plus nani? Plus x. Kwa hiyo tunasema according to derivative by quotient, kwamba tunakuwa tunatafuta change ya y over change ya x. Hiki kitu kinakuwa ni sawa sawa na v, tunazidisha kwa derivative ya u with respect to x, du dx, minus tuna keep constant u, tunatafuta derivative ya v with respect to x, lakini chini tunaganya kwa v squared. Kwa hiyo tunasema hapa v yetu itakuwa ni 1 plus x. Kwa hiyo tukianza kumuelezea v itakuwa ni 1 plus x, lakini tunazidisha na derivative ambayo ni change with respect to x ya nani? Ya u yangu, ambayo itakuwa ni 1 minus x, ambayo this is 1 minus x. Tunatoa na u itakuwa ni mabano 1 kutoa x, lakini tutakuwa tunatafuta derivative ya v. Kwa hiyo itakuwa ni change over nani? Over change ya x, lakini v itakuwa ni 1 plus x, 1 plus x, lakini tunagawanya kwa nani? Kwa v cube square, ambayo ni 1 plus x ukifanya cube square. Kwa hiyo this will be 1 plus x, then ukifanya cube square. Kwa hiyo nasema hapa kinachokwenda kufuata kwamba hapa itakuwa ni 1 plus x. Kwa hiyo tukimdifferentiate 1 inakuwa ni okay, differentiate constant ni 0. Ukidifferentiate this term tunapata ni negative 1. Tuna minus ya mabano 1 minus nani? Minus x. Tukitafuta derivative ya moja na yenyewe ni 0. Tafuta derivative ya x, that is just 1, tunapata moja. Then huku chini inakuwa ni sawa sawa na 1 plus x, then tukifanyaje? Then tukimsquare. Kwa hiyo tukisimplify hapo tunapata ni sana nani? Positive na negative itakuwa ni negative, moja times moja itakuwa ni moja, positive na negative itakuwa ni negative, x times 1 itakuwa ni x,
then 1 times 1 itakuwa ni 1, negative itakuwa ni minus 1. 1 times x, lakini negative na negative itakuwa positive, then itakuwa positive x. Hapa tutagawanya kwa nani? Kwa 1 plus x. Nikifanya square ambayo negative x na positive x wanaisha, na negative 1 na negative 1 wanakuwa ni negative 2, kwa this inakuwa ni negative 2. Then chini kunakuwa na nani? Kunakuwa na 1 plus x, then nikifanya square. Kwa hiyo ndo derivative yetu with respect to nani? dy dx. Kwa ndo derivative ya nini? Ya function yetu. Then kuna mfano wa pili ambao ni x chini ya sin ya x. Kwa hiyo x ganya kwa sin ya x. Kwa hiyo mfano wa pili tunasema tumepewa y ni sawa sawa na x ganya kwa sin ya x. Kwa again tunarudi kwenye formula yetu ambayo tumesema derivative by quotient, tunakuwa tunatumia hii formula. Ngoja ni copy hapa. Tutakuwa tunatumia hii formula ambayo tumesema kwamba dy dx itakuwa ni sawa sawa na v du dx minus u dv dx over v square, ambayo tutasema hapa itakuwa ni sawa sawa na v yetu ni this value ya chini ambayo itakuwa ni sin x. Then tunatafuta derivative with respect to x, lakini tukitafuta u yetu ni x, kwa hiyo tunatafuta derivative ya x with respect to x minus u yetu ni x, lakini tunakuwa tunatafuta derivative ya nani? Ya sin ya x with respect to x, lakini tunakuwa tunagawanya kwa nani? Kwa v square, na v yetu ni sin ya x, kwa hiyo itakuwa ni sin square ya nani? Sin square ya x. Kwa hiyo tunasema hapa tukidifferentiate, tukitafuta derivative ya x with respect to x inakuwa ni sawa na 1. Kwa 1 times sin ya x inakuwa ni sin ya x. Kwa this sin x tuna minus x. Ukitafuta derivative ya sin hii ni cos. Kwa hapa itakuwa ni sawa na cos ya x, lakini tunagawanya kwa sin square nani? Ya x. Kwa hiyo tunasema hii ndo inakuwa ni sawa na derivative. Kwa hiyo dy dx inakuwa ni sawa sana nani? Na uhusiano hapa. Kwa hiyo ndo derivative yake, to differentiate napata katika uhusiano. Lakini pia kuna mfano wetu wa tatu ambao tumeambiwa tani, tani. Nasema y let's say ni sawa sana na tani ya x. Kwa hiyo y ni sawa na tani ya x, tunakuwa tunaelezea huyu kwamba tani inapatikana kwa nani? Kwa sin over cos. So this is sin ya x over cosine ya x, cos x. This is nani? This is y. Kwa hiyo tunasema huyu wa huku ni nani? Huyu ni u. Lakini huyu ni nani? Huyu wa chini huyu inakuwa ni v. Kwa hiyo tunakuwa tunatumia njia yetu ya quotient ambayo inasema kwamba dy dx is equal to v du dx minus u derivative ya v with respect to s over v square, ambapo tunasema kwamba v yetu itakuwa ni cos ya x. Kwa hapa this is cos x tunazidisha na du dx. Kwa du dx ni kwamba derivative ya sin inakuwa ni sawa sawa na ni cos. Kwa hiyo itakuwa ni derivative ambayo tuna differentiate, lakini tuna differentiate nani? Tuna differentiate sin. Itakuwa ni sin x. Tunatoa u yetu ni sin x. Then tukitafuta derivative tunatafuta derivative ya cos. Hapa tunatafuta derivative ya cos. Kwa hiyo tunamtafuta derivative ya cos with respect to x, lakini tunagawanya kwa v square. V yetu ni cos. Kwa cos itakuwa nani? Itakuwa ni cos squared. Kwamba cos inakuwa inazidisha mara mbili. Kwa hiyo tunasema hichi kitu kitakuwa ni sawa sana nani? Na cos ya x. Ukitafuta derivative ya sin hii ni cos. Kwa hapa na yenyewe itakuwa ni times nani? Times cos ya x. Tuta minus sin ya x. Ukitafuta derivative ya cos hii ni negative sin. Negative sin ya nani? Ya x. Lakini tunagawanya kwa nani? Kwa cos nini? Cos squared. Kwa hapa na hapa itakuwa ni cos squared. Cos squared ya x, negative na negative itakuwa ni positive kwa sin. Sin na sin itakuwa ni sin square x, lakini tunagawanya kwa nani? Kwa cos nini? Cos square x. Lakini tunajua kwamba ukichukua cos square plus sin square, this is just 1. Kwamba hichi kitu huku juu ni sana ngapi? Na 1 over nani? Over cos square.
Kwa hiyo tunasema 1 over cos tunakuwa tuna refer as nini, as secant, ambapo tunasema ni inakuwa nini, inakuwa ni sec square nani ya x. Kwa hiyo tunasema kwamba kumbe ukimtafuta derivative ya tan ukiwa na differentiate tan, derivative ya tan tunakuwa tunampata ni nani, ni sec nini, sec square au secant square, tunamwandika sec square ambayo ni 1 over cos. Kwa hiyo tuna derivative nyingine ambayo tunaomba tutafute derivative ya sec. Sec inakuwa ni sawa sana nani. Kwa hiyo mfano wetu mwingine tumepewa y is equal to nani, is equal to sec sec ya x. Kwa again na huyu tunamuelezea kwamba hii itakuwa ni 1 over cos. 1 over cos tumesema ndo nani, ndo secant cos ya x. Kwa hiyo tunarudi kwenye formula yetu kwamba quotient tumeona kwamba formula ilikuwa ni ile pale. Hii ndio formula nani ya quotient, ambapo niandike vizuri hapo, ambapo tunasema dy dx change ya y kwa x itakuwa ni sawa na v. Kwa hiyo v yetu itakuwa ni sawa na cos ya x. Tunasema y yetu inakuwa ni sawa na 1 na v inakuwa ni sawa na cos, inakuwa ni denominator. Kwa hiyo hapa v yetu itakuwa ni sawa na cos ya x. Then derivative ya u inakuwa ni sawa na 0. So ukidifferentiate 1 inakuwa ni sawa na 0. Minus itakuwa ni u itakuwa ni 1. Lakini derivative ya v both kimdifferentiate v ni negative sign ya x. Lakini tunagawanya kwa nani, kwa v square. Kwa hiyo v square ni cos square. Kwa this will be cos what, cos square ya x. Kwa 0 times ile pale inakuwa inaondoka, negative na negative itakuwa positive, 1 times sin itakuwa ni sin. Lakini huku chini tukimuelezea huyu ni cos ya x times cos ya x. Sababu cos square na maana ni cos, tunakuwa tunazidisha mara mbili. Kwa this is cos x times cos x. Ambapo sin over cos hiyo ni tan na 1 over cos hiyo tumesema nini, ni secant. Kwa hiyo tunasema hii itakuwa ni sawa sana nani, itakuwa ni tan ya x lakini times nani, times sec what, sec x. Na hii ndio itakuwa ndio derivative ya nani, ya sec. Kwa hiyo ukimdifferentiate sec x unakuja kumpata katika nini, katika uhusiano hapo. Kwa hiyo ndio derivative ya sec inakuwa inasomeka katika namna ile pale. Basi tunakuja kuangalia derivative nyingine ambayo tunakuwa tuna differentiate, let's say cot ambayo tunasema hii ni cotangent kwa kirefu, cotangent. Kwa let's say tuna y ni sawa na cotangent cot x, ambapo tunasema cotangent ni kinyume cha nani, cha tan. Cotangent ni sin over cos, ila huyu anabadilika anakuwa ni cos ya x over nani, over sin ya x. Kwa this is our nani, this is our y. Kwa tunamchukulia kwamba tunaleti u yetu ambayo ndo function inakuwa ni sawa na cos ambayo ni numerator, na v yetu itakuwa ni denominator ambayo itakuwa ni sawa na sin ya x. Then tutakuwa tunatafuta dy ni what, dy dx. Kwa dy dx inakuwa ni sawa na ngapi? Kwa tunarudi kwenye kanuni yetu ya quotient. Tunarudi kanuni yetu ya quotient ambayo tumesema ni hapo tumeimprove. Kwa hiyo dy dx itakuwa ni sawa na v. Kwa hiyo v yetu itakuwa ni sin ya x. Kwa hiyo tunasema tuna sin ya angle. Lakini du dx tukimdifferentiate cos tumesema napata negative sin. Kwa hapa ni negative sin ya x. Tunatoa u yetu itakuwa ni cos ya x. Kwa this is cos x. Tunazidisha kwa dv dx. Kwa dv dx kimdifferentiate v tunapata ni cos x, lakini tunagawanya kwa nani, kwa v square. Kwa v square ni sin squared, ambayo itakuwa ni sin squared ya nani, ya x. Kwa tutasema kwa sin positive na negative itakuwa ni negative. Sin ya x na times sin ya x itakuwa ni sin squared. Negative na hapa kuna positive, kwa itakuwa negative. Cos na cos itakuwa ni cos squared. Chini itakuwa ni nani, itakuwa ni sin square nani ya x. Kwa tuna factor out negative nje. Kwa tukitoa negative nje hapa, tukitoa negative nje hapa itakuwa ni sin squared ya x kujumlisha cos squared ya x, lakini chini tutagawanya kwa nani, kwa sin ambayo inakuwa ni sin squared ya x ambayo ni sin mara mbili. Kwa hiyo cos square na sin square hiyo ni moja.
Kwa hiyo ni sawa sana kuandika -1 over itakuwa ni sin square nani, sin squared ya x. Kwa 1 over sin tunasema that is nani, that is cosecant. Kwa hiyo inakuwa ni negative cosecant, ambapo tunasema ni cosec, kuandika hiyo, lakini inakuwa ni squared ya nani, ya x. Kwa hiyo tunasema tukimdifferentiate, tukitafuta derivative ya nani, ya cot au cotangent ya x, inakuwa ni sawa sana negative cosecant square nani ya x. Kwa hiyo hii ndio namna ambapo tunapokuwa tunatafuta nani, tunapokuwa tunatafuta hiyo derivative. Kwa derivative inakuwa inatafuta katika huo hapo uhusiano, derivative ya nani, ya cot kwa huko tangent.